Luka 9 fungu la 18 mpaka 20. The book of Luke chapter 9 verse 18 to 20. Nitasoma katika jina la Kristo. Ikawa alipokuwa akisali kwa faragha, wanafunzi wake walikuwapo pamoja naye. Akawauliza, je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Fungu la 20 akawaambia, nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akajibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Haleluya. Wakati mmoja Yesu na wanafunzi wake, kama vile ambavyo neno limetueleza, alikuwa mahali pa faragha, mahali alipokuwa ameenda kwa ajili ya maombi. Na wanafunzi wake kwa wakati huu walikuwa pamoja naye. Na baada ya maombi, Yesu akaweza kuuliza swali kwa wanafunzi wake. Na ili awaulize hii swali ni kwa sababu wanafunzi walikuwa watu waliokuwa wanasikamana sana na watu. Kwa hivyo baada ya kukua na wakati na Yesu, wanafunzi walikuwa wanaenda shughuli za kwao, wanafanya mambo ya kwao, na walikuwa wanasikamana na watu. Na ndipo Yesu akataka kujua, munapoenda huko na kupatana na hao watu, munapokuwa kwenye makutano, huwa wanasemaje habari zangu? Huwa wanasema mimi ni nani? Bwana asifiwe. Kitabu cha Wafilipi sura ile ya kitabu cha Wafilipi ile sura ya 2. Wafilipi sura ya 2 lile fungu fungu la 6 mpaka fungu la 6 mpaka fungu la 8, ambapo linasema, yeye ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikilia, bali alijifanya si kitu, akachukua hali hasa na mtumwa, naye akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Naye akiwa na umbo la mwanadamu alijinyenyekeza, akatii hata mauti, na mauti ya msalaba. Yesu akiwa hapa duniani alichukua mfano kamili, umbo la kibinadamu. Kwa hivyo kama ni hasira, Yesu aliweza kukasirika. Kuna wakati anaenda katika hekalu na kupata watu ambao walikuwa wamefanya nyumba ya maombi kuwa sehemu ya ufisadi, naye akakasirika na akawanyosha viboko na akawafuruza nje na akaharibu vitu vyote walivyokuwa wakivifanyia katika nyumba ya Baba, nyumba ya Sara. Bwana asifiwe. Yesu kama ni kuudhika aliudhika. Mafarisayo walimjia mara kwa mara na kuwa na nia ya kumwekea mtego. Kwa hivyo swali lolote Mafarisayo, waandishi wa sheria na wale makuhani na baadhi ya watu walikuja kwa ajili ya kumwekea mtego. Walikuwa wanamuuliza maswali wakiwa wanampima ili aweze kujikwaa kwa majibu yake, lakini Yesu hakuwahi kujikwaa kwa neno hata moja. Lakini hata hivyo, kwa kuwa hawa watu, neno la Mungu linasema
Alikuwa amekuja kwa watu wake, lakini watu wake wakamkataa. Yesu alikuwa anahuzunika sana, kwa kuwa alikuwa anaudhika sana kwa kuona watu ambao alikuja kwa ajili yao ili kuwaletea wokovu wakikataa zawadi kutoka mbinguni, na kwa ufisadi wa kimwili walikuwa watu ambao walikuwa na nia mbaya siku zote. Bwana asifiwe. Yesu kama ni uchovu, Yesu alikuwa anachoka baada ya kufanya huduma aliyokuwa naifanya. Alikuwa anarudi na kutafuta sehemu ya pumziko. Wakati mwingine alikuwa anaenda hata kwa Lazaro, wakati mwingine kwa kina Petro, na alipokuwa anaenda huko anakula na analala. Bwana asifiwe. Hata wakati mwingine Biblia inasema kuna wakati alikuwa analala, anaenda huko mbugani na kulala huko nje. Yesu kama ni hali ya kukula na kunywa alifanya hivyo. Yaani maisha yale wewe na mimi tunayoishi Yesu aliweza kuyaishi, lakini kwa kitu kimoja, katika mambo yote alifanya kwa utakatifu vikamilifu. Sio kama mimi na wewe kila mara kwa mara tunamkosea Mungu. Yesu hakutenda dhambi kutoka mwanzo wake hadi mwisho wake alipokuwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Sasa kama vile na mimi na wewe tulivyo na haja wakati fulani, Yesu akakuwa na haja ya kujua na kuelewa watu wanasema mimi ni nani huko nje. Watu wanasema, munapowasikia, munapokuwa na hawa watu huko nje, munapoenda kushikamana na hawa watu, munapokuwa kwenye shughuli zenu, kwenye biashara zenu, munapokuwa na hawa watu wanasema mimi ni nani. Ndipo baadhi ya wanafunzi wake wakasema, kunao wanasema kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji, na wengine wanasema hapana, wewe ni Elia, lakini wengine wanasema kwamba wewe ni mmoja wa wale manabii wa kitambo waliokufa ukafufuka. Bwana apewe sifa. Ndipo Yesu naye akauliza, na nyinyi kwa kuwa mumekuwa pamoja nami, kwa kuwa mumeona yote ambayo nimeyatenda, kwa kuwa nimewaambia mambo mengi, je, mumesawishika mimi ni nani? Mumeweza kusawishika mimi ni nani? Bwana apewe sifa. Nyinyi mumesawishika kwamba mimi ni nani? Muna nifahamu kama nani? Ndipo mwanafunzi mmoja kwa jina lake Petro, akifunuliwa na mbingu, akifunuliwa na Roho wa Mungu, akasema kwamba wewe ndiwe Kristo, yaani wewe ndiye mwana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Huyo alikuwa ni Yesu. Alitamani kujua watu wanasema yeye ni nani. Alitaka kujua kama kile anachofanya watu wanamchukulia yeye ni nani. Hili swali hatutajiuliza sisi kama Wakristo kwamba watu wanasema sisi ni nani. Bwana asifiwe. Bali tutajiuliza watu wanatuona tukiwa na tabia zipi? Watu wanasema sisi ni watu wa aina gani? Bwana apewe sifa. Sasa hii ni swali ambalo mimi najiuliza, na mimi wale ambao wanaonifahamu, wale ninaofanya kazi na wao, wale ninaoishi na wao, wale ninaotembea na wao, wale ninaoongea na wao, chochote ambacho naongea na wao, wanaponisikiliza, wanaponiona, huwa wanasema mimi ni mtu wa aina gani? Bwana asifiwe. Kwa sababu tabia zetu sitatufahamisha sisi ni nani, sitatufahamisha sisi ni watu wa aina gani. Kuna watu walio na aina, yani kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao watu katika tafsiri ta watu diadi wanasema hawa watu ni watu wa Mungu, na wengine tutawaambia hawa watu ni watu wa Shetani. Kwa sababu gani? Kwa matendo wanayofanya. Yesu sehemu fulani
katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ile ya 5, lile fungu lile fungu la ngapi? Bwana asifiwe. Lile fungu la 16. Yesu akawaambia wanafunzi wake, vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Yesu anasema vivyo hivyo. Alikuwa amesema ya kwamba nyinyi ni nuru. Sasa alipokuwa anasema habari za nuru, ndipo akaweza sasa, baada ya kutoa mfano wa taa, akawaambia na nyinyi vivyo hivyo, ninyi ni nuru. Nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba aliye mbinguni. Kile kinafanya watu wamtukuze Mungu wetu, yaani waseme hakika huyu mtu ni mtu wa Mungu, hakika huyu mtu ni mtoto wa Mungu, hakika huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Yesu akasema mtawajua kwa matendo yao. Kumbe matendo yetu inamulikia watu walio duniani kujua sisi ni watu wa aina gani. Ni jambo linastahili kukua na usumbufu mkubwa sana ndani ya mawazo yetu, ndani ya roho zetu. Sisi tulio na roho wa Mungu lazima tukuwe na hii jambo, ili swali liweze kuleta uamsho wa pekee sana ndani ya nafsi yetu, wa kupenda sana, wa kutamani, wa kukuwa na shauku ya kufanya mambo mazuri, wa kuenenda kwa menendo inayomridhisha Mungu, inayompendeza Mungu, inayostahili mbele za Mungu na mbele za watu, ili watakapoona waweze kujua sisi ni watu wa aina gani, yaani waseme hawa watu ni wa Mungu, kwa kuwa wao watu wa duniani licha na kuwa hawajaokoka wanajua Mungu ni mtakatifu, wanajua Mungu ni mwenye haki. Bwana asifiwe. Wanajua hivyo. Kwa hivyo wakiona watu walio na sifa kama za Mungu, watasema huyu, kulingana vile tumemuona, kulingana vile tumemsikiliza, kulingana na vile tunaona akifanya mambo yake, huyu ni mtu wa Mungu. Sifa na utukufu umrejee Bwana. Amen, amen, amen.